na Al-Habib Sharif Muhanna kidogo katika maneno moja mawili ili tuweze kumaliza kuifunga jalsa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Najua muda huu sio muda wa maneno, ni muda wa tumbo kuleta ghasia kidogo, kwa hiyo masikio inawezekana yakawa na dharura, lakini pia kwa ajili ya haya ambayo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mola ametupa neema na tunatakiwa tuishukuru neema hiyo. Neema kubwa ni hii siku ya leo. Mola aliyotuchagua sisi tulio hapa akatufungamanisha sote kuweza kuhudhuria mambo mawili kwa wakati mmoja, kuweza kuhudhuria hauli ya Mwenye Badawi, ndani yake tukawa na kutimiza miaka 90 ya Al-Habib Said Ahmad Badawi. Haya mambo mawili tumshukuruni Mwenyezi Mungu sisi kutuwafikisha tukawa ni miongoni mwa wenye kuyahudhuria, na vile vile tutoe pongezi kwa kamati ya ufundi iliyoratibu jambo hili mpaka likaweza kukamilika, na alhamdulillah wakaweza kuandaa utaratibu wa kutufikishia tarehe ya Mwenye Badawi na kadhalika kutupatia mwenendo wa Al-Habib Said Ahmad Badawi hadi kufikia umri huo miaka 90 kwa sasa. Muda hautoshi. Maneno ya mzee Mwenye Baba kumwelezea kwa sisi vijana wadogo tuliomuona, tukiacha tarehe za toka kuzaliwa kwake tulizozipokea, akiwa yeye na Alhaji mzee wa bwana mkuu katika utoto wao Lamu wakiwa wakisoma. Tarehe hizi tumepewa na yeye mwenyewe na bwana mzee wa bwana mkuu wakati huo akiwa hai katika kule mji wa Tanga, nami ni miongoni katika safari zake zote anazozipita kuelekea Pemba, Tanga, Dar es Salaam na maeneo mengine, nyumbani kwetu au kwangu au kwake hiyo kituo Tanzania. Wengi wanafahamu sisi ndio mahadim tunampokea, tukawa naye kwa namna zote na tukamsindikiza na kumpokea akirudi hadi kurudi kwake Kenya. Kwa hiyo alhamdulillah tumefaidika na mzee wetu na tunaendelea kufaidika. Tukichukua tarehe hiyo na kufikia hadi Mungu akumwafikisha kutoka Lamu kuchukuliwa na kaka Al-Badawi kuelekea Unguja, wakati akiwa kusoma kwake ni kwa taabu, hajui kusoma katika udogo wake, akachukuliwa na kaka kwenda Unguja. Kaka yake alikwenda naye kwa muda mfupi, alhamdulillah, kwa masomo aliyomfundisha ndugu yake katika udogo wake. Al-Habibi aliweza kufunguka mdomo wake na masikio yake kupokea, akawa ni miongoni mwa watu wenye kujua elimu na kufahamu. Nukta kubwa sana, baada ya kutoka Unguja ndio ilifunguliwa madrasa Shamsia. Al-Habibi alikuja na kaka yake, na Shamsia palikuwa wakati huo katika zama hizo Habibi Umar bin Sumait ndio alikuwa mfunguzi wa madrasa hii. Al-Habib Mwenye Baba ni miongoni katika udogo wake aliochaguliwa kufanya jambo kubwa pale Shamsia katika kipindi hicho, na ile Shamsia hadi leo ipo, ni madrasa ya Al-Habib Sheikh Muhammad Ayub Al-Kamal. Sisi pia tumesoma pale na bado tunaendelea kusoma kwake mzee Mwenye Baba hadi leo. Tarehe ya mzee Mwenye Baba ni kubwa, lakini ndani ya maisha sisi na yeye tumeona miujiza mingi akiwa naye, tumeona mambo mengi akituonyesha ya siri na ya dhahiri, karama zake jinsi alivyokuwa mtu wa karama. Aliwahi pia kusubiriwa na magari wakati amesahau kishali nyumbani, gari laondoka lakini gari likamsubiri, gari kataka kuondoka, gari limepata pancha mpaka kishali kinakwenda kuchukuliwa. Kurudi kwake kurudi kwa kishali ndio gari kaweza kuona na kuondoka kwenye Mombasa.
Mzee mwenye baba ni mengi jamani, muda hautoshi, lakini tarehe kwa ufupi tunayo, na mzee wetu Al-Habib Said Abubakar Giri akiwa ni miongoni mwa yeye kufuatana nao na wengine, tuna ushahidi mwingi wa maneno ya mzee huyu. Muda hautoshi, lakini inshallah tushikeni na haya. Mzee Al-Habib mwenye baba ni mwanachuoni na ana sirari kubwa na ametuachia mengi, na tutaendelea kufaidika na yeye. Kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu ampe taufiki ya afya, amuondoshe kila uzito, amuondoshe kula mitihani, na sisi tuliohudhuria hapa jalsa hii iwe ni sehemu ya darasa, tuondoke tukiwa tumefaulu katika kufanikiwa baada ya kuifunga hadhara hiyo. Billahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran Sayyid, jazakallahu khairan. Lau wakati huko hatungemwata Sharif Salim Bafaqi, lakini wakati ndio umekwenda mbio. Pia ningeomba vijana wangu ambao walikuwa kwenye barnami kwamba hatutaweza kuweka kwenye barnami, lakini letu tutaweza kuvumilia, na mwingine akifanya amefanya kwa niaba yetu. Pia tunamshukuru MCA wetu Sheikh Tahir Abdul Karim ambaye amekuwa na sisi. Kuna wengi ambao labda sikuwataja, lakini ambao hakutajwa, basi kuna hadithi wadhakarahumullahu fi man inda, kule mbele ya Mungu na malaika umetajwa. Kwa hivyo wewe umewashinda wale waliotajwa. Kufikia hapa nafikiri itakuwa ni wakati wa kumwatia ustadhi aeleze ule mtu aliyoleta zawadi aje kumkabidhi. Aina